una moyo sana kumsaidia. Nilikuwa nataka tuungane ili tumtoroshe. Kijana gani unamzungumzia wewe? Yule daktari wa nyoka. Kinachotakiwa urudi kwenye uhalisia wako. Urudi kwenye umbo lako la nyoka. Ugwa. Nyoka? Nyoka kivipi? Kama nyinyi ni nyoka, mnawezaje kuishi katika umbile la kibinadamu? Unataka kusema nini wewe kuhusiana na daktari wa nyoka? Au umekuja kummalizia kwa sababu alipona kule kwenye korongo? Hapana Mishi. Mimi sio mbaya kwake yeye. Nataka tumsaidie kwa sababu ni wa muhimu sana katika maisha yangu. Na yule akiwa salama, iki kijiji akitoangamia kama kinavyoangamia sasa hivi. Kama unavyoona kila siku watu wanang'atwa na nyoka, watu wanakufa. Yaani hapaeleweki kabisa. Mimi nataka tumsaidie yule. Ili mradi kijiji kikae vizuri. Na anateseka bure, akati yeye sio mbaya wala nini. Una akili nyingi sana Rani. Lakini mimi pia na akili kukuzidi wewe. Unafikiri unaweza ukanidanganya? Wewe ni adui wa kila mtu. Naomba uniamini. Uaminifu ni kitu cha thamani sana. Sio kila mtu anapaswa kuaminiwa. Unataka nikuamini. Endapo kinisaliti, nitakufa na wewe. Hilo jambo mimi mwenyewe naweza kulifanya. Lakini kwa kuwa unataka na wewe kusaidiana na mimi, siwezi nikakataa. Lakini ukinisaliti, kaa mbali mita 100. Nitakufanyia kitu kibaya sana Rani. Niamini mimi. Kuna kijana nenda kumfuata ili tumtoroshe. Nyoka kivipi? Kama nyinyi ni nyoka, mnawezaje kuishi katika umbile la kibinadamu? Aha. Kumbe nyinyi ndio wale nyoka mnaotusumbua hapa kijijini kwetu. Ndio maana nikasema mtayajua msoyajua. Si kila nyoka ni mbaya. Wapo nyoka wanaozuru watu. Na wapo nyoka wazuri na wema. Alipo mwanangu Mansuri, hakuna kitu kinaharibika. Ugwa mwanangu, na kuachia baraka za nguvu zangu. Wewe ni simba, wewe ni simba. Ugwa Manzukuru, nagenda. Nakusikiliza Dasi. Nimekuita hapa. Kuna kitu nataka unisaidie. Kitu gani? Najua mmemchukua Mansuri, mmempiga nusu kumuua. Ila una nia kumuua. Naomba unisaidie. Na ni msaada gani huu? Nataka umtoroshe Mansuri. Unafahamu fika mimi ndio mganga mkuu hapa katika hiki kijiji. Itakuwaje Minyembe akijua? Unakumbuka ulivunjwa kiuno wewe nikakusaidia? Ulivunjwa shingo, mimi ndo nikakusaidia. Acha kujisahau. Umekuja hapa kwa Minyembe, mimi ndo nimekuleta. Usisahau kilichokuleta. Nadhani unanijua vizuri. Sawa. Ila unakubalije kunyanyasika na kuteseka katika hiki kijiji? Angali wewe una uwezo wa kutibu hawa wanakijiji ambao wanateseka muda huu
na unaweza ukatoka ukakiokoa hiki kijiji katika maafa haya ya nyoka na utawala mbaya wa Minyembe. Bado na mipango yangu, nikishaimaliza nitaingia mzigoni. Na imani Minyembe anatusikiliza. Sitaki umwambie kitu chochote tulichokizungumza hapa. Akikuuliza, mwambie nilikuwa nakuelezea kuhusu alivyonidondosha chini. Naomba unifuate. Mimi nilijua tu wewe huwezi kuwa mwaminifu hata siku moja. Umeenda kumleta Kibaraka Minyembe ili alikamate na mimi akanitesa kule kwenye makorongo. Umefeli Ladie. Mimi sio muoga. Kama mliweza kumtesa yule daktari, mimi hamtoweza kujaribu hata kunigusa. Wewe na wewe Kibaraka yako mmefeli. Yaani ulipolalia wewe mimi nimeamka kitambo sana. Mpuuzi wewe. Amna Mishi. Naomba tukazungumze. Niache. Usilolijua ni sawa na usiku wa kiza. Huyu unamwona hapa letu hili moja. Kiukweli siwezi kuwaamini, kwa sababu nyinyi nyote lengo lenu ni hili. Nyinyi nyote mmetoka chimbuko hili. Mimi naona kama kuna dalili za kunizunguka. Utaaminije bila kuaminishwa? Itabidi nikuaminishe, ndio itabidi utuamini wote. Waswahili wanasema zinahitajika pande mbili ili kulijenga daraja. Sina budi mimi kuungana na nyinyi ili kulifanikisha hili jambo, lakini naomba msinigeuke. Haya, tunaanzia wapi sasa? Labda nikuulize tunaanzia wapi? Mimi nilipanga tumtoroshie mji ya mji kwa sababu kule kuna rafiki yangu. Na imani kule kutakuwa salama na hata Minyembe hatojua kama yuko kule. Ni plani nzuri. Hivi mnamfikiria Minyembe ni mtoto mdogo eh? Minyembe sio mtoto mdogo kama mnavyodhania. Kitu ambacho umekiplani Minyembe tayari kashajua. Kwa sababu Minyembe anajua kusoma hekima ya mtu. Kipi amepanga. Sasa mimi nimeishiwa mawazo. Lani wewe una mawazo gani? Maana mimi lengo langu lilikuwa ni kumpeleka kule mji ya mji na nikaamini kule atakuwa salama. Sawa. Ulipanga atoke muda gani? Jioni hivi. Giza linapoanza kuingia. Tupitie ile njia ambako mnatumia kunyongea watu.
kule kutakuwa salama zaidi, kwa sababu watu kule huwa hawaendaji. Hilo niacheni mimi, lipo ndani ya uwezo wangu. Mimi ndio nitakayemtorosha daktari wa nyoka katika himaya hii, na bila Minyembe kujua, kwa sababu hawezi kunifikiria vibaya mimi. Lakini lazima tuwe wote watatu. Huwezi kufanya hilo jambo peke yako. Lazima tujue unakompeleka na tushuhudie kama yuko salama. Mishi, hebu niamini, kwa sababu mwenye imani siku zote anaponywa. Eka imani yako juu yangu. Sawa, na kuhusu usafiri kila kitu mimi nilishafuatilia. Kazi ni kwenu tu. Haina shida kuhusu usafiri. Ndio maana nikamwambia niacheni mimi. Tampiga rubega. Lakini msiwe kuwa kwamba mnanizunguka. Sitokubali. Kama kuna njama yoyote inayoendelea nyuma ya mgongo wangu, nadhani tutafikishana kubaya sana. Sawa. Mbona hapa? Tabibu wangu, niko kule. Nimekuangalia, nimekuona huko karibu sana na mke wangu. Tambua ya kwamba himaya hii ya Minyembe wa Minyempezi, nikimkuta kuku yoyote ama nimkute chura yoyote yupo karibu na mke wangu, huwa sirudishe nyuma adhabu yangu. Adhabu yangu ni kifo. Nimekuheshimu na kukushitahi kwa sababu wewe ni tabibu wangu na tuko karibu sana na wewe. Sasa unaweza kuniambia mlikuwa mnazungumza nini na mke wangu? Mishi, umekuja kufuata nini nyumbani kwangu? Na unajua Minyembe hataki kabisa mimi hapa nione mahusiano na mtu yoyote hapa kijijini. Yaani hataki niwe hata na rafiki. Uone kama utakuja kupata madhara kisa mimi. Usijali rafiki yangu. Hata hivyo nimekuja kwa tahadhari ya hali ya juu. Hakuna yoyote anayejua kama niko hapa. Lakini si muda mrefu tumetoka kuongea. Umesema tutakutana jioni. Mbona umekuja nyumbani kwangu vipi? Kuna nini kwani? Kuna kitu nilikuwa nahitaji kukuuliza. Sikuhitaji kabisa yule kibaraka wa Minyembe asikie. Na ndio maana nimetafuta muda wa kuja hapa tukiwa wawili tu. Hivi mimi naona ni ajabu sana kutoa maisha yako na kila kitu kwa sababu ya yule daktari. Una mahusiano gani na yeye? Bila shaka naweza kukwambia. Mke wako alikuwa ananielezea jinsi ambavyo ulimpiga na kumtupa chini. Minyembe, wanawake hawapigwi. Mwanamke kama umtaki, mwache ende zake na sio kumnyanyasa. Yule mtoto mzuri, mtoto mweupe, unampiga, unamtupa chini. Mapenzi hayalazimishwi. Kama mtu umpendi, mwache ende zake. Na mimi mwenyewe unanijua kabisa, sina mtu. Kabla ya yeye kwenda, nimchukue mimi, awe anakaa na mimi nyumbani kwangu. Ni historia ndefu sana. Yule kijana mimi namfahamu. Ndio maana nahitaji kumsaidia. Ana umuhimu sana katika maisha yangu. Inavyosemekana yule kijana ni nyoka. Unakuwaje na ukaribu na nyoka wakati wewe sio nyoka? Au na wewe ni nyoka? Tabibu, naona kuelewana na wewe na kuheshimiana sasa kwenye nyumba yangu na himaya yangu. Unataka kuvuka mambo kama mipaka.
Unaweza kuzungumza upumbavu gani unataka wewe ukae karibu na mke wangu? Unanijua mimi nilivyo, si ndio? Unaongea upumbavu gani hapo? Yaani mke wangu mimi unataka yaani nimemchoka vipi? Yule pale nisikilize nikwambie. Yule ana mataifu yake lakini nayavumilia. Kwanza yule mwanamke yule mtoko yule bi mtoko tuliomtambulisha mbele yako siku ile. Yule ananijali mimi. Ananiwekea maji ya kuoka. Naoka. Kila ninachokifanya mara ukiungua kitoko unakwambia anapoja na ukali. Sasa yule mwingine sasa. Yule ni hatari. Yaani toka nimemuoa yule. Hatui kunichekesha, hatui kunipeti, hatui kunijua kwamba huyu ni mume wangu. Muda wote tu sula, yani kama mtoto, yani siji tuseme kwamba hivi kama mtoto wa mbuzi. Sasa nikaona nifanyeje? Yule nimuache kule ili yule nimlete huku. Ili niwaachanishe. Sasa wewe fata ile kadi nilokutuma. Mambo kama mke wangu na familia yangu achana nayo. Na kutuma sasa. Nenda nyumba kwa nyumba. Najua yule mchawi hajakimbia mbali. Yuko hapa kwenye nyumba yangu. Ninachokuomba sasa. Nenda nyumba hadi nyumba. Uhakikishe unamkamata na kumpeleka pale kwenye machinjio yetu. Na kila chofuata pale najiandaa ndani, nachukua kiwangala changu, nikifika kule simuulizi. Nafika na malita kati, na uwa na mchinjilia mbali. Ili kupoteza usaidi, tutamchoma moto na nyama yake tunaitafuna. Yoyote yule utakayemfumania muhifadhi huyo kiumbe mpumbavu alonitadirisha mimi, adhabu yake ni kifo. Hakuna kiumbe yoyote atakayekutwa na hilo hatia nikamwacha salama mimi nyembe wa mnyembe. Imeniudhi sana. Kwa nini nimemfunga kula anaondoka? Na kutuma. Nenda sasa hivi usichelewe. Niambie ukweli bwana. Marafiki huwa wadanganyani. Historia ya maisha yangu ndefu sana. Nitakueleza. Ila naomba usimwambie mtu yoyote. Maana wakijua watazidi kunichukia. Mimi kweli ni nyoka.